Yes, bwana mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kuhabarishana na kujuzana yale yote ya kimichezo ambayo yanazidi kuhappen kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo mwana mchezo wangu, tunakwenda kutoa moja kwa moja kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani. Hapa naizungumzia timu ya Yanga Sports Club ambapo muda huu hapa ninavyozungumza na wewe tayari timu hiyo ya Yanga wamekwisha kutoa tamko zito kuhusiana na mstakabali mzima wa timu yao, na ninavyokuambia sasa hivi tayari mambo yote yapo hadharani, na mimi niko hapa kuweza kukusogezea moja kwa moja na kukujuza ewe mwanamichezo wangu, ili nawe uweze kufahamu ni kitu gani hiko ambacho uongozi wa klabu ya Yanga ameweza kutoa kwenda kwa mashabiki zake wa klabu hiyo ya Yanga. Ukweli mambo yote haya utayapata hapa hapa Bongo Vibe TV, na bila kusahau mwanamichezo wangu, kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli ewe mwanafamilia wangu ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Na ili basi usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, cha kufanya sasa hivi swala ni moja tu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Hautaka kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo, bali taarifa zitakujia moja kwa moja kupitia kwenye simu yako ya mkononi. Sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na issue ambayo nimeweza kukujuza hapo awali juu ya tamko ambalo klabu ya Yanga wameweza kulitoa muda huu ninavyozungumza na wewe, na twende tukafahamu ni kitu gani ambacho uongozi wa klabu ya Yanga ameweza kukitoa sasa hivi kwenda kwa wananchi wake, ama kwenda kwa mashabiki na wapenzi na wafuatiliaji wa timu hiyo ya wananchi. Bwana, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea sasa hivi hapa ninavyozungumza na wewe kuhusiana na timu ya Yanga Sports Club. Kama ninavyofahamu klabu ya Yanga wametoka kuzindua swala la uzima la soka Yanga Soka School ambalo wameweza kulizindua siku hii ya leo pale katika viwanja vya Speed Sport vilivyopo Muhimbili, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Dr. Pito Mosemane ambaye amekuja kuzindua swala hilo ambalo klabu ya Yanga wameweza kulizindua, ambapo swala hili litatoa fursa kwa vijana mbalimbali kuweza kuendeleza vipaji vyao hususani vya mpira wa miguu kupitia akademi za klabu hiyo ya Yanga. Watoto wenye umri kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 18 wote watapata fursa ya kujifunza kupitia klabu hiyo ya Yanga kupitia hii programu yao mpya ambayo wameweza kuizindua inayofahamika kwa jina la Yanga Soka School, ambapo klabu ya Yanga aliweza kutangaza kiasi cha malipo ambayo yatatumika katika kujiunga kwenye programu hiyo kwa wale ambao watakaohitaji. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri ambayo uongozi wa klabu ya Yanga wameweza kupiga hatua kubwa na kuhitaji kuendeleza soka la vijana, hususani vijana wenye ndoto kubwa ya kuhitaji kufika mbali. Kama ninavyofahamu sasa hivi program za watoto katika swala zima la mpira wa miguu ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu tukienda kama kwenye mataifa wenzetu Ulaya, kwa mfano tukitoa pale Barcelona, tunashuhudia vipaji vikubwa vya wachezaji wakitolewa katika timu zao za vijana na kuja kuleta manufaa na faida kubwa kwenye timu kubwa, yani ile senior timu ya FC Barcelona. Hivyo klabu ya Yanga wanaweza wakapiga hatua moja mbele katika swala hili ambalo wameweza kulizindua. Lakini pia ukiachana na issue hiyo ya klabu ya Yanga, kuna habari nyingine mbalimbali ambazo zimeweza kujiri kuhusiana na swala zima yanayoendelea huko kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani. Bwana, taarifa nyingine ni kwamba ameandika mchambuzi nguli wa masuala mazima ya kabumbu, hapa anamzungumzia Hans Raphael kupitia ukurasa wake wa Instagram. Amesema ya kwamba Pedro Gonçalves baada ya kumuona Bara Conte mazoezini anajiuliza huyu jamaa mbona apewi dakika za kutosha wakati ana kitu mguuni. Inaonekana kocha huyu mpya ambaye ametua ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga
ameonekana kuvutiwa zaidi na uwezo wa mchezaji huyu Bara Conte, ambaye mchezaji huyu amesajiliwa kwa jina kubwa kwelikweli kufuatia zile ushindani mkubwa uliokuwa unatokea baina ya timu hizi mbili, timu ya Yanga pamoja na timu ya Simba. Kama ninavyofahamu, katika dirisha la usajili mchezaji huyu alikuwa anahitajika na timu ya Simba kabla ya kuja kujiunga na timu ya Yanga Sports Club. Hivyo kocha Pedro Gonçalves inaonekana ameuelewa mziki wa mchezaji huyu Bara Conte katika mazoezi. Hivyo tunaweza kutegemea kumuona nyota huyu huenda akianza katika mechi zijazo ambazo klabu ya Yanga wanakwenda kushiriki. Ambapo tukienda kuangazia taarifa nyingine, bwana, siku hii ya leo klabu ya Simba wameweza kucheza mchezo wao wa kirafiki dhidi ya timu ya JKT Tanzania, ambapo mchezo umeweza kutamatika kwa mnyama kuibuka na ushindi mzito wa takribani mabao 6-0 katika mchezo huu ambao uliweza kufanyika siku hii ya leo. Sasa habari njema kwa mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo ya Simba ni kwamba mchezaji Mohamed Bajabal ambaye tangu aweze kutoa ndani ya viunga vya Simba Sports Club hakuwa na wakati mzuri wa kucheza ndani ya kikosi hicho cha klabu ya Simba kufuatia majeraha ambayo aliweza kuyapata mwanzoni mwa msimu. Sasa katika mchezo huu wa kirafiki ambapo mnyama aliweza kuibuka na ushindi mnono wa mabao 6-0, mchezaji huyu Mohamed Bajabal akitoka kwenye kuuguza majeraha yake aliweza kufanikiwa kuanza moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha klabu hiyo ya Simba Sports Club na kuweza kucheza dakika kadhaa. Dakika ambazo mchezaji huyu ameweza kucheza ni dakika 25 pekee kulingana na afya yake ya utimamu wa mwili. Hivyo dakika hizo naamini zimeweza kumtosha kwa kiasi kikubwa kuweza kujiweka sawa ndani ya kikosi hicho cha klabu ya Simba kuelekea mechi za kiushindani ambazo klabu ya Simba watakwenda kushiriki. Kama ninavyofahamu, mnyama mara baada ya kalenda ya FIFA watakuja kucheza ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo mnyama ataenda kucheza tarehe 22 kwenye michuano ya klabu bingwa katika kundi lake B. Kwa hiyo huenda mchezaji huyu tukamshuhudia hapo akikiwasha ama kutimua vumbi ndani ya klabu hiyo ya Simba. Lakini taarifa nyingine ni kwamba ule uwanja ambao ulimdondoshia alama klabu ya Yanga, hapa na uzungumzia dimba la Sokoine lililopo pale mkoani Mbeya, kwa taarifa ambazo zimeweza kutoka pale kwenye bodi ya ligi na TFF ni kwamba uwanja huo wa Sokoine umeweza kufunguliwa rasmi kwa ajili ya matumizi ya michezo ya ligi kuu. Kama ninavyofahamu, uwanja huu uliweza kufungiwa mara baada tu ya mchezo wa Yanga dhidi ya Mbeya City pale Mbeya, kulingana uwanja huo haukuwa katika hali nzuri, hivyo uliweza kufungiwa. Kwa sasa hivi baada ya marekebisho ya muda mrefu uwanja huo umeweza kufunguliwa. Sasa mchezo mwingine ambao hapa Yanga atakuwa katika kibarua kizito ni dhidi ya Tanzania Prison, ambapo klabu ya Yanga watakwenda kucheza katika dimba hilo la Sokoine dhidi ya Tanzania Prison. Kama ninavyofahamu, Tanzania Prison wanaotumia uwanja wa Sokoine kama uwanja wao wa nyumbani, hivyo tutegemee kuona klabu ya Yanga akienda kupambana vikali dhidi ya Tanzania Prison wanawajela katika kuhakikisha wanapata alama 3 ama matokeo yoyote mazuri. Kumbukumbu mbaya kwa klabu ya Yanga kwenye uwanja huu, aliweza kudondosha alama 2 kwa kupata sare dhidi ya timu ya Mbeya City. Bwana, klabu ya Yanga wajipange kweli kweli. Sasa tukirejea katika ule utani wa jadi, kama ninavyofahamu bwana, timu zetu hizi zimekuwa zina matani hapa na pale. Sasa kupitia kwenye bio ya timu ya TRA United hapo zamani Tabora United bwana, kwenye bio yao pale Instagram wameweza kuandika vile vipigo ambavyo wameweza kuvigawa kwa timu kutokea Dar es Salaam. Hapa nazungumzia timu ya Yanga, ambapo TRA waliweza kuibuka na ushindi wa bao 3-1, lakini pia kile kipigo ambacho TRA waliweza kukigawa dhidi ya Azam FC, ambapo hapa waliweza kugawa dozi nzito ya mabao 2-0, lakini pia mchezo wa mwisho dhidi ya KMC, ambapo TRA waliweza kugawa kipigo cha mabao 2-0 dhidi ya timu hiyo ya KMC. Hii ni TRA ambayo zamani ilikuwa inafahamika kama Tabora United. Kwa hiyo wamezidi kuendeleza utani, na mpira sio vita bali mpira ni utani na ushabiki wa dhati kabisa. Sasa taarifa nyingine na ya mwisho ambayo nimeona nikusogezee siku hii ya leo mwanamichezo wangu ni kuhusiana na issue ambayo inaendelea sana sasa hivi, ni kuhusiana na swala zima la basi ambalo mzabuni mpya wa klabu ya Simba bwana Jairut aliweza kuahidi ya kwamba basi hilo litafika mwishoni mwa Oktoba, lakini mpaka sasa hivi Novemba imeanza, basi hilo bado halijaweza kuwasili na kukabidhiwa timu ya Simba Sports Club. Sasa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga ameweza kidogo kutilia neno kuhusiana na issue hiyo, akisema ya kwamba kwa wale ambao mlikuwa mnasubiria basi Oktoba kulingana na mlivyokubaliana
Oktoba imekushaweza kupita, lakini basi bado halijaweza kupita, na Novemba ndo halijaweza kufika, na Novemba ndo hii hapa imekushaweza kuanza. Kwa hiyo usichangae na Novemba nayo ikapita bila basi kuwasili, bila basi kuweza kuwasili. Kwa hiyo tusubirie kuona mambo yatakuwaje. Na mambo ni mengi kweli kweli ambayo yanaendelea kwenye anga zima la kimichezo.